Godbless Lema amewajibu CCM. Kama utakuwa unakumbuka, siku za hivi karibuni kulikuwa na mjadala mzito sana kuhusiana na ukomo wa viti maalum kwa wanawake pale ambapo wanakuwa bungeni. Sasa huu mjadala ulikuwa umeenda viral sana, na siku ya jana miongoni mwa taarifa ambayo imekuwa kubwa ni kuhusiana na CCM kupitisha ukomo wa viti maalum katika kikao chake maalum cha tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2025 jijini Dodoma, chini ya mwenyekiti Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kikao hicho miongoni mwa mambo ambayo yamepitishwa ni pamoja na ukomo wa viti maalum. Ngoja nikusomee hii taarifa kwa ufupi tu kwa sababu ina mambo mengi. Ngoja nisome hapa kwenye ukomo wa viti maalum. Kuweka ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi za ubunge au uwakilishi na udiwani wa viti maalum wanawake. Ukomo huo utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Vile vile halmashauri kuu ya CCM ya taifa imepitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mkuu wa 2025 isemayo kazi na utu tunasonga mbele. Sasa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa linapigiwa sana kelele kwamba tunahitaji watu ambao watakuwa wanaongoza kwa kiasi, alafu watu wengine watakuwa wanachukua nafasi. Sasa Godbless Lema ameiposti hiyo taarifa ambayo nimetoka kukusomea hapo, ikiwa na picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu ikiwa imeandikwa CCM yaweka ukomo viti maalum wanawake. Godbless Lema ameandika tutaendelea kuwaongoza katika kila hatua. Akaweka nukta hapo kubwa kabisa kwa kumaanisha kwamba wao ndo waanzilishi, yani wao ndo wenye maono katika hili hapa. Sasa comment ni nyingi sana kwa Godbless Lema. Moja kati ya wadau ameandika bado Watanzania wengi wanashindwa kutofautisha kati ya sheria za nchi na taratibu za chama. Ubunge uko chini ya sheria za nchi, yani katiba ya nchi. Mtu mwingine ameandika tutawaongoza Oktoba 2025. No reforms, no election. Mtu mwingine ameandika picha ya siku, kashare picha hapo yuko Godbless Lema, Mnyika pamoja na Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti huyo. Mtu mwingine ameandika Comrade Lema na shauri hata ubunge wa kupigiwa kuwa uwe na ukomo wa miaka 10 tu kwa maana ya awamu 2 za uchaguzi ili kuondoa haya mazee. Awamu ya kwanza mzee yuko awamu ya pili, ya 3 yumo, sina shaka naye ni mzoefu, hapana wawe na ukomo. Mtu mwingine ameandika CCM tumeshapitisha utaratibu wa ukomo wa viti maalum kwa vipindi viwili. Mwisho tuambieni Chadema kama mmepitisha utaratibu huo rasmi kwenye chama chenu au ni sehemu ya uropokaji wa mwenyekiti wenu. Mtu mwingine ameandika wamesikia huku they are people wavivu kufikiri, wanayataka madaraka tu. Mtu mwingine ameandika kazi ya upinzani ni kukosoa chama tawala na kuibua hoja na mipango mbalimbali, lakini pia chama tawala kinaweza kujifunza kupitia sera za upinzani, kwa hiyo endeleeni na kazi yenu. Mtu mwingine ameandika kuwaongoza kivipi, kwani nyie mmeweka ukomo. Mtu mwingine ameandika wameiba sera ya watu. Pili, wameweka ukomo kwa viti maalum lakini wameshindwa kuweka ukomo wa ubunge wa kuchaguliwa. Hiyo ni akili au ukurupukaji tu. Mtu mwingine ameandika hawana uwezo wa kufikiri bali copy and paste. Mtu mwingine ameandika na sio kuwaongoza tu na kuhakikisha wanaondoka madarakani, meaning CCM must go ASAP with all without reforms. Free Tanzania, wabangaizaji tumo na together we can. Mtu mwingine ameandika CCM hawana mawazo mapya. Mtu mwingine ameandika sahihi kabisa kiongozi, tuko pamoja. Mtu mwingine ameandika we are the great. Mtu mwingine ameandika na hii ndio faida ya upinzani. Sasa watu wanawapa faida ya kuwafundisha kila kitu alafu mnawateka na kuwaua. Mtu mwingine ameandika CCM wamejifunza toka Chadema, jambo jema sana, to learn from the best. Mtu mwingine ameandika endeleeni kuwakuza na kuwafungua fikra zao.
Mtu mwingine kaandika no reforms no election. Mtu mwingine kaandika tatizo la kutumia uchawa ni kuzalisha viongozi vilaza, mfano halisi ni huko upande wa pili. Mtu mwingine ameandika kakako alisema ukomo ni watu, sijui ana hali gani huko mapumzikoni. I say anyway, sasa kimsingi watu wengi wana refer uchaguzi ambao ulifanyika katika chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, ikiwa mwenyekiti wa sasa hivi Tundu Antipas Lissu alisimamia vikali kwamba ni lazima kiongozi uwe na ukomo, sio unaongoza miaka yote. Sasa hii ni baada ya kufanikisha kumuondoa mpinzani wake mkubwa Freeman Aikaeli Mbowe, ambaye sasa hivi yuko tu mapumzikoni ametulia. Nini maoni yako kufuatia hili hapa? Hii ni VOT Media, tumechangamka.